tofanana na mnyororo, ni kama kitu kinachofanana na cheni. Sasa wanaenda kumwabudu Mungu makanisani, lakini wanachofundishwa kwenye ibada na viongozi wengi wa mambo ya kiroho hawafundishwi ukweli juu ya amri za Mungu. Hawafundishwi ukweli. Inaonyesha kwamba watakuwa wanachokifanya hakieleweki mbele za Mungu. Interview itakayobadilisha maisha yako. Na hii ni Lubundazi Insight. Subscribe kwa maarifa zaidi. Mimi ni Amos Lubundazi. Hapa ni mahali pa maarifa, psychology ya maisha, falsafa pamoja na motivation. Karibu sana na Mungu akubariki. Wanadamu wote tulisome na tulielewe. Na hii ni Lubundazi Insight. Tazama dunia kivingine. Mimi ninaitwa mwinjilisti na mchungaji Philemon Mkaidi. Niko masomoni Uganda University pale Bugema, na hapa tumekuwa na semina za neno la Mungu kwa muda wa siku 4 ambazo tulianza Jumatano ya wiki hii, na leo tunatamatisha semina za neno la Mungu eneo hili la Kalemela katika kitongoji hiki cha Walaei. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Ni kweli kwamba somo hili la sheria ama amri iliyopuuzwa ni ukweli unaoshangaza wengi, kwa sababu watu wengi hasa wale ambao wanaenda kumwabudu Mungu makanisani, lakini wanachofundishwa kwenye ibada na viongozi wengi wa mambo ya kiroho hawafundishwi ukweli juu ya amri za Mungu. Hawafundishwi ukweli juu ya amri za Mungu, na hasa juu ya Sabato. Fundisho hili la amri za Mungu ikiwemo Sabato hawafundishwi walio wengi juu ya ukweli huu. Na nilichagua mada hii kwa sababu kubwa moja, kwamba angalau tunapokuwa kwenye semina za neno la Mungu tuwafundishe watu misingi sahihi ya kumjua Mungu. Maana ili mtu amjue Mungu lazima umfundishe maagizo ya Bwana. Sasa maagizo ya Bwana sio kitu kingine, ni sheria yake. Kitu kingine ni sheria yake, kwa sababu unaposoma kitabu cha Isaya 8 na ile aya ya 20, Biblia pale inasema kwamba na waende kwa sheria na ushuhuda, na ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, kwa hao hapana asubuhi. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba watu ambao wanaenda kuabudu, kama hawawezi wakafundishwa sheria ya Mungu, wakashuhudia vile Mungu alivyowaongoza watu wake tangu zamani, hii inaonyesha kwamba watakuwa wanachokifanya hakieleweki mbele za Mungu. Kiunganisha na Mathayo 15 mstari wa 8 na wa 9, pale Biblia ina kitu fulani kizuri zaidi. Pia inazungumzia habari za Yesu mwenyewe. Ananukuliwa na Mathayo akisema maneno yanayoonyesha kwamba umuhimu wa sheria yake unamfanya mtu anayeabudu ile ibada yake ipate heshima na kicho mbele za Mungu. Maana Biblia inasema kwamba watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo katika ibada unaweza ukamwabudu Mungu katika maagizo ya wanadamu au katika amri za Mungu. Asante sana ndugu mtangazaji.
Kwanza kwa ujumla kabisa, kabla sijajibu swali hilo la msingi, niseme hivi. Sheria ya Mungu ni kitu kinachofanana na mnyororo, ni kama kitu kinachofanana na cheni. Sasa kwa ujumla, ingawa yenyewe tunaiona ni maagizo ya Bwana au amri za Mungu ni 10, lakini ndani ya hizi amri 10 za Mungu, ukiondoa moja kwa mujibu wa Yakobo 2 mstari wa 10 mpaka 11, ni kama umevunja zote. Ni kweli kabisa kwamba katika hizi amri 10 za Mungu, kwa walio wengi, sio zote zimeachwa, lakini baadhi zake, hasa ndani ya hizi amri 10, baadhi yake, na narejelea ile amri ya 2 na ile amri ya 4 na ile amri ya 10, vile ambavyo vimejaribu kwa mfano amri ya 2 ile inayozungumza kwenye kitabu cha Kutoka 20 na ile aya ya 4, pale anapozungumza anasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni au kilicho chini duniani na ndani ya maji. Hii amri haipo kabisa kwenye amri zilizotengenezwa na mwanadamu. Lakini pia ile amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato uitakase, hizi amri ndio zimeondolewa kabisa, hizi 2. Amri inayozungumzia ibada ya sanamu na amri inayozungumziwa kuhusu kutunza Sabato. Na ile ya 10 wameigawa mara 2 ili kureplace ile amri nyingine, zile amri ambazo wameziondoa zile 2. Sasa utagundua kwamba tunapozungumzia kwamba ni sheria ipi hasa ambayo imepuuzwa, kwa ujumla tunaweza tukasema hivi, kwa mtazamo wa jumla ni kama zote, lakini sio zote, maana wametoa Sabato, haizungumziwi sana, na ile ya ibada ya sanamu na yenyewe imeondolewa. Kwa hiyo hizi ndizo zimepuuzwa, na hizi ndizo zinazomtambulisha pia Mungu. Maana Mungu, ili tuelewe kwa ujumla wake ukamilifu wa Mungu na utakatifu wa Mungu, amri hizi 10 zinatafasiri tabia ya Mungu. Kwa hiyo tunapoziondoa, hata kama unaiondoa moja, ni kama umemuondolea Mungu heshima yake ya utambulisho wake wa tabia yake. Naam. Sabato watu wengi wameipuuza. Tatizo nadhani sio waumini wanaoabudu. Maana tulisema kwamba tatizo tunalozungumzia kuhusiana na amri iliyopuuzwa, shida sio ibada, ila shida ni namna ya nani unayemwabudu. Sasa hapa hili tatizo limetokana na viongozi wanaowaita watu kwenye hizo ibada. Maana viongozi ndio wanaoongoza hizo ibada kwenye hayo makanisa. Nilikuwa ninajaribu kufuatilia wenzetu hawa ambao ndio wanaongoza makanisa haya yenye waumini. Nikajaribu kuangalia dokumenti mbalimbali ambazo wao wenyewe wameziandika kwenye vitabu vyao mbalimbali. Nikawa ninajaribu kuangalia kanisa la Baptist Church ambalo mwandishi wa kanisa hili mwandishi mmoja wa kanisa hili Dr. Edward Heskos, ambaye aliwahi kuandika mwongozo wa kanisa hili, yeye amejaribu kuzungumzia namna gani Sabato ilivyoondolewa ama ilivyopuuzwa. Akasema maneno haya na hapa namnukuu. Akasema hivi katika karatasi iliyosomwa mbele ya baraza Novemba 13 mwaka 1893, alisema hivi: kulikuwa na iko amri ambayo inaagiza kuitakasa siku ya Sabato, bali Sabato ile ilikuwa si Jumapili. Itasemekana walakini na kwa fahari na ushindi kwamba Sabato iligeuzwa. Na hii ni sheria iliyopuuzwa, sehemu ya kwanza. Tukutane sheria iliyopuuzwa sehemu ya pili, video inayofuata. Langu jina ni Amosi Fabiani. Kwa heri.